Luke Stats, Sport Next Level. Kocha Fadlu Davids, raia wa Afrika Kusini, unaweza kusema hana baya. Ndiyo, ni kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba wamefika katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika chini ya uongozi wake, ikiwa ni mara ya kwanza kwa wekundu wa Msimbazi kufika kwenye fainali za michuano hii. Maana kwa mara ya mwisho kucheza fainali michuano iliyosimamiwa na CAF ni mwaka 1993 kwenye kombe la CAF. Lakini kombe hili la shirikisho lililoanzishwa mwaka 2003 na kuwa na ushindani mkali zaidi, likiwa na zawadi nono zaidi, Simba ndio mara ya kwanza wanafika fainali na aliyowafikisha ni Fadlu Davids. Lakini sio hilo tu, inafahamika tangu msimu wa 2018-19 harakati za Simba za kufanya vizuri katika michuano ya CAF zilikuwa zikiishia hatua ya robo fainali. Msimu uliopita 23-24 Simba wakaishia tena robo fainali wakikutana Al Ahly waliokuja kuwa mabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliopita, baada ya kufungwa kwa Mkapa bao 1-0 kule nchini Misri, wakafungwa 2-0, wakatolewa kwa jumla mabao 3-0. Matokeo yake likaje jina la utani la mwaka robo, kwa sababu kila mara kwenye michuano ya CAF wanakwenda wanaishia hatua ya robo finali. Lakini msimu huu 24-25 chini ya Fadlu Davids akiwa na kikosi ambacho kimehusisha wachezaji wengi wapya, lakini pia yeye mwenyewe akiwa mpya, wachezaji hao wapya wengi wao umri ni around miaka 25, Fadlu Davids kafika fainali. Ugenini kafungwa 2-0 na RS Berkane pale New Amani Complex visiwani Zanzibar, ikaisha 1-1. Matokeo ya jumla Simba wakapoteza kwa mabao 3-1. Ni mechi ambayo licha kupungukiwa idadi baada ya Yusuf Kagoma kutolewa katika dakika 50, Simba bado walionyesha ari ya mapambano kufuatia mpango kazi wa kocha Fadlu Davids, wakafunga bao ambalo hata hivyo marejeo ya picha za video kwa mwamuzi Dahane Beida likaondolewa, kaonekana kwamba ni offside. Matokeo yake Simba akiwa pungufu bado waliweza kupata sare ya 1-1 dhidi ya mabingwa wa ligi kuu ya Morocco ambao hivi karibuni wametoa ubingwa huo kabla ya mechi 5 kutimia. Yani kufikia mechi 25 RS Berkane walitoa ubingwa, kuonyesha namna gani kikosi cha Moin Shaban kocha wa huyu kilikuwa imara sana msimu huu. Lakini kwenye mechi ya New Amani Complex iliisha 1-1, Simba wakiwa pungufu kuanzia dakika ya 50. Hayo yote 9 ni bashraf. 10 ni kile ambacho Fadlu Davids amekifanya na kikosi chake cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kwamba amewaduaza wengi kwa namna ambavyo timu yake ilikuwa ikishambulia. Katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu 16 zilizofuzu hatua ya makundi na hatimaye kubaki timu 2 tu ambazo ni Simba na RS Berkane. Lakini pia klabu 16 zilizofuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika na hatimaye kubaki timu 2 tu za Pyramids ya Misri na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Mpaka sasa ikiwa fainali ya kwanza imeshachezwa kule Afrika Kusini na kutoka sare ya 1-1 kati ya Mamelodi Sundowns na Pyramids, jumla timu 32 zilizoshiriki michuano ya CAF msimu huu kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali, ambapo imebaki fainali moja ya Pyramids kule Misri dhidi ya Mamelodi Sundowns. Simba mnyama ndio timu kinara, Simba katika ushambuliaji, ikifanya jitihada nyingi za kufunga, ikipiga mashuti mengi zaidi kuliko timu yoyote katika michuano ya CAF ya msimu huu kuanzia hatua ya makundi. Na maanisha zile klabu 16 kombe la shirikisho na 16 za ligi ya mabingwa. Na hii yote ni kutokana na kile ambacho Fadlu Davids, kocha huyu wa wekundu wa Msimbazi Simba, ameweka kwa wachezaji wake, kwamba wanapocheza kwa kiasi kikubwa wanakuwa katika nusu ya pili ya uwanja wakishambulia zaidi. Ni timu ambayo iko more offensive, inashambulia zaidi, lakini pia inamiliki zaidi mpira, ikiwa ndio timu ya pili kwa kumiliki mpira zaidi katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa wastani wa around 57%, huku wanaongoza kwa kumiliki zaidi mpira ikiwa ni USM Alger around 59 mpaka 60. Lakini licha kuwa inamiliki zaidi mpira ikiwa ya pili miongoni mwa klabu zote kwenye kombe la shirikisho, lakini kumiliki mpira peke yake katika mpira wa kisasa haisaidii kitu. Unafanya jitihada zipi za kwenda kushambulia kwa mpinzani? Sasa Simba wao ndio namba 1 kwa kushambulia zaidi, na ushahidi huo unatokana na idadi ya mashuti aliyopiga. Simba katika klabu zote zilizotoka kuzitaja kwenye michuano yote ya klabu ya CAF ndio namba 1 ikiwa imepiga mashuti 181, lakini yaliolenga shabaha yakiwa mashuti 45, halafu wakafunga mabao 12.
Sasa kwa idadi hii ya mashuti na idadi ya mabao aliyofunga, labda utapata kitu hasi kuhusiana na Simba ya kocha Fadlu Davis, ambayo hapo ukiingia ndani zaidi utagundua kocha Fadlu Davis hana baya, kwa sababu kazi ya makocha ni kuhakikisha wanaingiza mfumo wa kucheza ambao unawezesha timu yake kufika katika final third, eneo la mwisho, theluthi ya mwisho katika kushambulia, eneo la kwanza, theluthi ya kwanza ya mpinzani katika kuzuia. Wanapofika hapo ni jukumu sasa la mchezaji mmoja mmoja katika kuweka mpira wavuni. Juu ya kupiga mipira sio kazi ya makocha wa klabu hizi kubwa za ligi kuu. Ni mchezaji katika kukua kwake, kwenye kudevelop career yake kuanzia hatua zile za awali chini ya umri wa miaka 15, 17, 20 mpaka sasa kuwa katika senior clubs. Kwenye senior level wachezaji wanapaswa kujua namna gani ya kupiga mashuti, kulenga shabaha na upige vipi ili uweze kufunga. Wala sio kazi ya kocha mkuu. Unaweza kumtetea Fadlu Davis katika eneo hilo. Kazi ya kocha ni kuingiza mifumo ambayo iwe ni kucheza mpira ule direct, tunasema transition play wa moja kwa moja, mipira mirefu, wakati mwingine power play, umefika kwa mpinzani kufanya jaribio ya kufunga, au unacheza possession style of play, unamiliki zaidi mpira, au unachanganya yote miwili, tunasema hybrid football, ambayo ni mpira chotara unaochanganyika mpira wa umiliki zaidi wa mpira, lakini ule wa kupiga pasi ndefu ndefu, ile mipira ya moja kwa moja. Ukiwa direct hakuna mipira mingi ya pasi za pembeni, kulia, nyuma, badala yake ni pasi za kwenda mbele tu. Mchanganyiko wa yote hao lengo lake ni moja tu, kufika eneo la mwisho ili timu ipate nafasi ya kufunga. Kwa hiyo Simba waliongoza kwa kufika zaidi kwa wapinzani kwa kupiga mashuti 181, lakini ukiangalia mashuti yaliyolenga shabaha, ukipima kitu tunaita shooting accuracy, yani umakini wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha, ukizidisha kwa 100 hapa ndipo unapata hicho kitu kinaitwa shooting accuracy. Kwa Simba hapa ni around 25%. Yani wachezaji wake mashuti waliokuwa kila wakipiga katika mashuti 100, 25 yanalenga shabaha. Katika kila mashuti 4, moja linalenga shabaha. Lakini kilichoyangusha Simba ni idadi ya mabao, kwa sababu kupiga mashuti ya 181 lakini wamefunga mabao 12 tu katika mechi 12, 6 za hatua makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali, 2 za finali. Simba wamefunga mabao 12 katika mashuti 181. Ukizidisha kwa 100 ndipo tunapata kitu kinaitwa goal conversion rate, ambayo kwa Simba hapa around 7%. Hiki ndio kitu ambacho unaweza kusema kimeiathiri Simba katika safari yake hii ya kufika finali, halafu ikaishia kufungwa 3-1, kwa sababu hata katika mechi walizocheza dhidi ya RS Berkane, mechi zote mbili, Simba kwa ujumla wake ilipiga mashuti 16. 9 ikiwa kule Morocco, hakuna hata moja lilolenga shabaha, yani kwa lugha nyingine shooting accuracy ilikuwa 0. Halafu mashuti 7 mechi ya nyumbani kwenye uwanja New Amani Complex, Simba ilipiga mashuti 7, moja on target katika dakika 17 lililowekwa wavuni na Joshua Budo Mutale. Jumla ndio ikafikisha mabao 12. Kwa hiyo ulengaji shabaha, kwa sababu katika mechi hiyo dhidi ya RS Berkane mashuti 16, moja limelenga shabaha. RS Berkane walipiga mashuti 23, 12 yamelenga shabaha, wakafunga mabao 3. Baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa ujumla wake, kwa maana haya mashuti 181, ya pili ni mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu, RS Berkane ya Morocco, ambayo yenyewe baada ya mechi 12 kutoka hatua ya makundi mpaka finali wamepiga mashuti 153. Kati ya hayo mashuti 60 yamelenga shabaha. Imekuwa ya pili kwa jumla ya mashuti, lakini kwenye mashuti ya kulenga shabaha RS Berkane ambao washambuliaji wake kina Osama Lamliwi, akina Yasin, akina Yusuf Mehri, kina Yusuf Zigud, viungo wake akina Yasin Labiri, akina Ayubu Khairi, kwa pamoja wamepiga mashuti mengi zaidi ya kulenga shabaha kuliko wekundu wa Msimbazi Simba. Yani Simba wamepiga mashuti mengi 181, lakini aliolenga shabaha ni 45, kwa hesabu tulizotoka kuzieleza kwamba shooting accuracy 25%, mabao goal conversion rate 7%. Kwa RS Berkane hapa shooting accuracy ya RS Berkane tutachukua 60 yaliolenga shabaha, chini tutaweka 153 yote waliopiga, zidisha kwa 100. Ukizidisha vizuri hapa tutagundua ni around 39%. Ni zaidi ya umakini wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha wa Simba. Lakini kwenye mabao RS Berkane wamefunga mabao 21. Maana yake ni nini? Mabao 21 waliofunga katika mashuti 153 waliopiga, ukizidisha kwa 100 unapata hiyo goal conversion rate, yani kubadilisha nafasi kuwa mabao, ambayo ukizidisha vizuri hapa utapata ni around 14%.
Hii nayo ni siri mojawapo ya mafanikio ya RS Berkane, kwamba nafasi wanazitengeneza kwanza ni wazuri katika kulenga shabaha kwa asilimia 39, maana mashuti 60 katika 153, lakini kubadilisha nafasi kwa mabao ni asilimia 14, kwa sababu wamefunga mabao 21 katika mashuti 153. Kwa ujumla tu kwenye mashuti kwa kafu nzima michuano yote ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, RS Berkane ndio wanaoshika nafasi ya pili, ambayo labda wakuweza kuwapiku wao na Simba ni pamoja na hawa wafuatao, ambao ya tatu Mamelodi Sundowns. Hii inaweza kupiku RS Berkane, inaweza kupiku Simba katika sifa ya kufanya majaribio, kupiga mashuti, endapo tu itaongeza idadi ya mashuti ambayo wameshapiga mpaka sasa, kwa sababu Mamelodi wanashika nafasi ya tatu kwa kuwa wamepiga mashuti mpaka sasa mashuti 119. Kati ya hayo yaliolenga shabaha ni mashuti 35 tu. Hawa ni Mamelodi Sundowns, ambao unaona kabisa ni kiwango cha chini cha ulengaji shabaha. Lakini wanaofuatia baada ya Mamelodi Sundowns ni Pyramids. Hizi zote ndizo zipo katika finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Pyramids wao wamepiga mashuti 117, lakini aliolenga shabaha ni mashuti 45. Bado wanasubiriwa katika mechi yao ya marudiano tutakayochezwa kule nchini Misri. Mechi ya kwanza Afrika Kusini imeisha kwa sare ya 1-1. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Lakini katika kupiga mashuti, ambayo ni ishara ya namna ambavyo timu inafika mara nyingi zaidi kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga, kocha Fadlu Davids hapa hana baya. Wachezaji wake kina Steven Dese Mukwala, Lionel Ateba Mbida, Eli Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper, Jasha Ahua na wengine wote wanaposhambulia, mfumo unaoruhusu kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Tatizo ni wao wenyewe sasa, wachezaji mmoja mmoja, wale wa mwisho katika kufanya majaribio ya kufunga. Umakini wao katika kulenga shabaha na kufunga ndipo panaonekana kuwa na changamoto, jambo ambalo bila shaka wakunda Msimbazi Simba, benchi la ufundi chini ya Fadlu Davids wana kazi ya ziada kuhakikisha wachezaji wao wanaongeza umakini katika eneo hili, kwa sababu kwa kufanya hivyo ni dhahiri kwamba Simba hii inaendelea kuimarika siku hadi siku tangu kutoka kwa kocha Fadlu Davids, inaweza ikafanya mambo makubwa zaidi katika msimu ujao, ambao tayari wameshajitwalia tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, wakijihakikishia kuwa miongoni mwa timu mbili za juu katika ligi kuu Tanzania bara kutokana na idadi ya pointi walizonazo sasa. Simba baada ya mechi 27 hivi sasa wana pointi 72. Yes, 72 points, ambazo ni pointi moja nyuma ya vinara wa ligi ya Tanzania Wajedi Yanga, ambao pia wamecheza mechi 27 wana pointi 73. Hakuna timu nyingine yoyote chini ya Simba inayoshika nafasi ya pili inaweza kufikisha idadi ya pointi walizonazo Simba 73, kwa sababu Azam FC wakishinda mechi zote watatimiza pointi 63, ambazo ni pungufu ya pointi ambazo Simba tayari wanazo kibindoni, pointi 72. Singida Black Stars inayoshika nafasi ya 4 ikishinda mechi zake zote itaishia kupata pointi 59, hasa baada ya kufungwa na Simba wenyewe, na hivyo kufanya mpaka sasa Simba iendelee kuwa katika nafasi ya pili kwa uhakika, kwa kuwa na pointi 72 ambazo hazifikiwi na Azam, hazifikiwi na Singida Black Stars, haziwezi kufikiwa na Tabora United wala timu nyingine yoyote. Kitendo hiki cha timu ya Fadlu Davids kuwa inashambulia zaidi na kufika eneo la mwisho ni dhahiri kwamba kuna jambo chanya juu ya namna timu inavyoshambulia na kuwa na ujasiri wa kufanya majaribio. Swali ni kwamba je, kocha Fadlu Davids na wenzake watafanyia kazi namna gani eneo hili la kutumbukiza mipira wavuni ya kulenga shabaha kwa kuongeza umakini katika kupiga mashuti ya kulenga shabaha, tunaita shooting accuracy, na uwezo kubadilisha hizo nafasi wanazozitengeneza kuwa mabao, tunasema goal conversion rate. Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.